Kuna taarifa ambazo si za kupendeza ambazo zinaenea mitandaoni katika taifa hili letu la Tanzania kumhusu Askofu Gwajima ambaye ni kiongozi wa kanisa la Ufufuo na Uzima ambaye pia aliwahi kuwa mbunge wa jimbo la Kawe. Na taarifa hizi ambazo si za kupendeza kabisa zinajiri baada ya Askofu Gwajima kupotea kwa muda mrefu mitandaoni na kutoonekana hadharani kwa muda sasa. Kabla tuweze kuzama katika taarifa ama ripoti hizi ambazo si za kupendeza kumhusu Askofu Gwajima, bonyeza alama like kisha subscribe. Nimegundua wengi wenu mnatazama taarifa kabla ya kulike video. Hivyo basi kabla tuendelee, fanya jambo la busara, tafadhali like video hii. Hali ya kisiasa nchini Tanzania hivi karibuni imechochewa na wasiwasi ulioibuka kumhusu ukimya wa Josephat Gwajima na kutoweka kwake. Kiongozi maarufu wa kidini na mbunge wa zamani wa Kawe sasa ameweza kuzua taharuki na hofu miongoni mwa wafuasi wake. Kutokuwepo kwake ama kupotea kwake kwa muda katika mazungumzo ya kitaifa yanayoendelea kumeibua sintofahamu na wasiwasi miongoni mwa wananchi wa Tanzania na wafuatiliaji wa masuala ya kisiasa, hasa kutokana na historia yake ya kuwa mtu mwenye sauti na ushawishi mkubwa katika nyanja za kidini na kisiasa Tanzania. Kwa miaka mingi Gwajima alidumisha uwepo wake thabiti, akishughulikia masuala ya kitaifa mara kwa mara na kuunda mijadala ya hadhara na kufanya ukimya wake wa sasa kuwa wa kushangaza zaidi na kuzua maswali mazito. Mjadala huo ulianza tena baada ya mwanaharakati maarufu Alphonce Patrick Muyinga maarufu kwa jina la Alphanga Black kuhoji hadharani kutofanya kazi na kutoonekana kwa Gwajima hivi karibuni. Kulingana na Alphanga, kutoweka na kutoonekana kwa askofu huyo maarufu Tanzania katika uwanja wa kisiasa sio tu kwa jambo lisilo la kawaida, bali pia linahusu hasa wakati ambapo taifa linakabiliwa na mabadiliko makubwa ya kisiasa. Matamshi yake yamezua mjadala mkubwa kumhusu Gwajima, huku wengi wakianza kutafakari juu ya mabadiliko ya nafasi ya viongozi wenye ushawishi katika nyanja za kisiasa za Tanzania. Alphanga Black aliweka wasiwasi wake ndani ya muktadha mpana wa uwajibikaji kumhusu Gwajima, akipendekeza kwamba viongozi ambao waliwahi kuamrisha usikivu wa umma hawapaswi kufifia bila maelezo kwa kuingia woga. Alibainisha kuwa Askofu Gwajima hapo awali alikuwa miongoni mwa watu waliojitokeza sana kuzungumza, mara nyingi akizungumzia masuala yenye utata na kukusanya maoni ya wananchi. Utulivu wake wa ghafla, kwa hiyo, na ukimya wake na kutoweka kwake mbele ya macho ya Watanzania kwa muda umezua ombwe linaloonekana hasa miongoni mwa wafuasi wake ambao wakati fulani walitegemea mwongozo na ufafanuzi wake. Mwanaharakati huyo alisisitiza zaidi kuwa kutokuwepo kwa Gwajima kuna tafsiriwa na baadhi ya watu kuwa ni kupungua kwa ushawishi wa kisiasa. Katika miaka ya awali, kauli za Askofu Gwajima zingetawala vichwa vya habari na kuzua mijadala ya kitaifa, zikimweka kama mhusika mkuu katika kuunda masimulizi ya kisiasa. Leo hata hivyo, ukosefu wake ama kutoonekana kwake unaonekana umewaacha wengi wakijiuliza ikiwa ushawishi wa Gwajima umepungua au amechagua njia tofauti kimakusudi au ameingia woga. Katika mitandao ya kijamii, Watanzania wamekuwa wakijadili swala hilo kwa dhati, huku maoni yakiwa yamegawanyika vikali. Baadhi ya watumiaji wanaunga mkono maoni ya Alphanga Black, wakieleza kusikitishwa na ukimya wa Gwajima na kupotea kwake hadharani na kutaka arejeshwe kwenye mazungumzo ya hadhara na ya kisiasa. Wengine hata hivyo wanahoji kwa takwimu za umma hazilazimiki kudumisha muonekano wa kila mara na wanaweza kuchagua kurudi nyuma kwa sababu za kibinafsi au za kimkakati. Mgawanyiko huu unaangazia matarajio changamano yaliyowekwa kwa viongozi wanaotamba katika nyanja za kidini na za kisiasa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa pia wametilia maanani, wakitoa tafsiri tofauti zaidi ya hali hiyo ya kupotea kwa Gwajima kwa muda. Wengine wanapendekeza kwa ukimya wa Askofu Gwajima unaweza kuwa ni hatua ya mahesabu badala ya ishara ya kujitoa. Katika siasa, nyakati za utulivu wakati mwingine hutumiwa kutathmini upya mikakati, kuepuka mabishano au kujitayarisha kwa matokeo yenye athari zaidi. Kwa mtazamo huu, kutokuwepo na kutoweka kwake Askofu Gwajima kunaweza kuwa sio lazima kuashiria udhaifu, lakini badala ya mabadiliko katika mtazamo. Wengine wanaamini kuwa Gwajima anaweza kujikita zaidi katika jukumu lake la kidini kutokana na nafasi yake ya uongozi ndani ya kanisa Tanzania. Kama kiongozi wa kiroho, majukumu yake yanaenea zaidi ya siasa na inawezekana kwamba amechagua kutanguliza shughuli za kidini badala ya ushiriki wa kisiasa Tanzania.
Ufafanuzi huu unalingana na wazo kwamba viongozi wanaweza kubadilika kwa wakati wowote, kufafanua upya majukumu yao kulingana na mabadiliko ya vipaumbele na hali. Pamoja na tafsiri hizo, kukosekana kwa kauli inayoeleweka kutoka kwa Gwajima hadi sasa mwenyewe kumezidisha uvumi na taharuki. Kwa kukosekana kwa mawasiliano ya moja kwa moja, masimulizi yanaendelea kutengenezwa na sauti za nje, kila mmoja akitoa mtazamo wake juu ya ukimya wake. Hii inasisitiza umuhimu wa mawasiliano katika kudumisha imani ya umma na kudhibiti mitazamo, haswa kwa watu mashuhuri. Wakati huo huo, matamshi ya Alphanga Black yameendelea kupata mvuto, yakimweka kama kichocheo cha mazungumzo mapana kuhusu uwajibikaji wa uongozi. Kuingilia kati kwake sio tu kwamba kumevutia hali ya Gwajima, lakini pia kumeibua mjadala kuhusu viongozi wengine ambao wanaweza kuwa wamejiondoa kwenye maisha ya umma na ya kisiasa. Kwa maana hii, mjadala unaenea zaidi ya mtu mmoja, kugusa masuala ya kimfumo ndani ya utamaduni wa kisiasa. Hali hiyo pia inazua maswali kuhusu makutano ya dini na siasa nchini Tanzania. Viongozi kama Gwajima wana nafasi ya kipekee, wakiwa na ushawishi katika nyanja zote mbili. Vitendo vyao au ukosefu wake kuonekana hadharani na kuzungumza vinaweza kuwa na athari kubwa kuathiri mienendo ya kisiasa na jumuiya za kidini Tanzania. Jukumu hili la pande mbili hufanya muonekano na ushiriki wao kuwa muhimu sana. Hata hivyo, kwa wananchi wengi, matarajio ni kwamba watu wenye ushawishi wanapaswa kubaki wakishiriki kikamilifu katika mazungumzo ya kitaifa, hasa katika vipindi muhimu kama hivi. Michango ya nyuma ya Gwajima imeweka historia na kusababisha watu kutarajia ushiriki endelevu. Kutokuwepo kwake sasa, kwa hivyo, kunaonekana ama hakuonekani kwa kutengwa, bali kwa kulinganisha na kiwango chake cha awali cha uchumba. Wakati huo huo, kuna utambuzi unaokuwa kwamba uongozi sio tuli. Takwimu ambazo hapo awali zilitumika sana zinaweza kuchagua kurudi nyuma, kufafanua upya vipaumbele vyao au kufanya kazi nyuma ya pazia. Mtazamo huu unahimiza uelewa rahisi zaidi ya ushawishi na kukiri kwamba athari inaweza kutolewa kwa njia mbalimbali, sio zote ambazo zinaonekana kwa umma. Wakati mjadala ukiendelea, ni wazi kwamba ukimya wa Gwajima umekuwa ishara mazungumzo makubwa kuhusu uwepo wa kisiasa, uwajibikaji na mabadiliko ya majukumu ya viongozi nchini Tanzania. Ikiwa kutokuwepo kwake ni kwa muda au dalili ya mabadiliko ya muda mrefu, bado haijaonekana au kujulikana. Lakini athari yake kwenye mazungumzo ya umma tayari ni dhahiri na imeonekana. Hadi pale Gwajima atakapolishughulikia swala hilo moja kwa moja au kuamua kuzungumza, kuna uwezekano uvumi ukaendelea na taharuki kazidi, huku makundi mbalimbali yakitafsiri ukimya wake kupitia lenzi zao. Kinachobakia kuwa kisichopingika ni kwamba kutokuwepo kwake kumezua mazungumzo muhimu kuhusu uongozi, ushawishi na majukumu yanayokuja na umaarufu wa umma katika mazingira ya kisiasa yanayobadilika kwa kasi. Nikitamatisha habari hizi, ningependa kusikia maoni yako upande wa comment section.